ninanena tumaini katika maisha ya mpendwa, ninanena furaha, ninanena amani, ninanena ushindi wako, ya kwamba mahali ambako shetani alijua ya kwamba amekuweza, hata kuweza tena, hata kupata mahali pale ambako alikuangusha, akasema nitakupata hapo, hata kupata umeondoka kwa neema ya Mwenyezi Mungu, hata kupata katika miteko yake tena, maana Mungu wa neema anakutoa katika miteko ya adui zako, anakutoa katika miteko ambayo imekuletea magonjwa, miteko ambayo imekuletea kurudi nyuma katika wokovu. Hautabaki mahali pale, unasonga katika hatua nyingine. Injili hii mpendwa inayokuhubiria leo ikusongesha katika kiwango kingine, ikutoe mahali pa chini, mahali pa kudharauliwa, ikuweke mahali pa joo, mahali pa kupewa sifa, mahali pa kudhaminiwa, mahali ambako utakuwa mfano na kielelezo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tumaini mpendwa unapomwamini Mungu na unapoweka msingi wako mahali ambako tayari Bwana amekuwekea. Wewe utasimama, wewe utaendelea mbele, utapika mbio wala utachoka, maana tunajua ya kuamini ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, yeye ni mtetezi wa kweli. Ninawashukuru sana enyi wapendwa ambao mmenifuatilia katika mtandao huu wa YouTube. Nasema ya kwamba Mungu akaweze kuwabariki, Mungu akaweze kuwainua, Mungu akaweze kuwatetea katika jina la Yesu Kristo. Hebu tuombe pamoja nao. Baba, ni asante ni kwa ajili ya huyo mpendwa ambaye amenifuatilia kupitia kwa njia ya YouTube. Bwana, naomba ya kwamba matatizo yaliyo ndani ya maisha yake kaweze kumuondolea, na muombea uponyaji, na muombea afya njema, na mnenea baraka. Ninavunja madhabahu ya kuzimu, mila na desturi zilizokuwa zimemwandaa zikaweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana umemponya. Sifa na utukufu kakurudie. Asante kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kabarikiwe mahali popote ulipo. Naweza kushare hii video kwa wapendwa wengine katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.